الحمد لله الذي أنشأ وذرى وخلق الماء والثرى وأذرى كل شيء وذرى لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الخليل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبا في الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، كما ينبغي وكما نعرف أن الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى ركن من أركان الخطبة في بعض المذاهب. Ndugu zangu katika imani, mwanzo kabisa baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuvitaka rehma na amani zimwendee kipenzi chetu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nichukue fursa hii ya kukuhusieni kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuambia kwamba inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni ambao kwamba watakuwa wenye kufaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ahibba fillah, idha wafaqana Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ndugu zangu katika imani, atakapotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala fi khutbatina al-yawm, katika khutba yetu ya leo, sanatakallam an fadli hadhihi al-ayami al-ashr fi dhil-hijja. Tutazungumzia kuhusiana na utukufu na ubora wa masiku haya 10 ya mwezi wa Dhul-Hijja, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameisha tuambia katika aya ambayo kwamba inapatikana katika surati al-Baqara aya 36. Allah subhanahu wa ta'ala alituambia inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ndugu zangu katika imani, Allah anatuambia ya kwamba hakika ya idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia alipoziumba mbingu na ardhi ni miezi 12, lakini katika hiyo miezi 12 akasema minha 4 hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ambayo kwamba ni mitukufu. Akatuambia kwamba dhalika dinul qayyim, na hiyo ndio uongofu na ndio mwongozo na ndio dalili ya sawasawa ambayo kwamba tunatakiwa kwenda nayo, ya kuwa kwamba ni miezi 12 na kuna 4 ambayo kwamba ni mitukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa ajili hiyo basi msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi 4 ambayo kwamba ni mitukufu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakutuambia hiyo miezi 4 mitukufu ni nani? Tunamwangalia mufassir namba 1 wa Qur'an ambaye kwamba ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa namna gani anatuambia? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hijjatul wadaa, akasema ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana kad istabaraka hay'ati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha. Anatuambia bwana mtume Muhammad, inna zamana, hakika ya nyakati,
hakika ya muda kad istabaraka hayati, ni zenye kuzunguka au ni wenye kuzunguka kama namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyopangilia. Yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, kuanzia pili ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoziumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurum, lakini katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu. Thalathatun mutawaliyat, miezi yenyewe mitatu yenye mitukufu imefuatana. Mtume akatuambia Dhulqaada. Kuna Dhulqaada ambayo kwamba tumeiacha nyuma, wa Dhulhijja, na kuna mwezi wa Dhulhijja ambao kwamba ni mahsusi tuko nao, wal Muharram, na kuna mwezi wa kwanza ambao kwamba utakuwa katika mwaka mpya wa Uislamu. Hapo mbele Allah tuwafikishe. Ni miezi mitatu ambayo kwamba imefuatana kwa pamoja. Wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, na kuna mwezi ambao kwamba ulikuwa ukiadhimisha na kabila moja likiitwa Banu Mudhar, ndiyo maana ukanasibishwa kuwa ni Banu Mudhar, kwa maana ya mwezi wa Rajab ambao unapatikana kati ya Jumada al-akhir pamoja na mwezi wa Shaabani. Lakini makusudi yetu tunautafuta mwezi wa Dhulhijja ambao kwamba tuko nao. Tunakuja kuona ni katika ile miezi mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Licha ya kwamba ni mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi ambayo kwamba kaisimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, ndiye ambaye kwamba anasimulia maneno haya ambayo kwamba kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapoelezea kuhusiana na utukufu wa mwezi huu na masiku haya 10 ya kwanza kabisa katika mwezi wa Dhulhijja. Anatuambia nini Bwana Mtume? Anatuambia ya kwamba ma min ayamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني بمعنى أيام العشر. Mtume Muhammad alikuwa ni mwingi kwelikweli wa lugha, ndio maana akatuambia ma min ayamin. Kuna tanwini hapa ambayo tunaiona katika ayamin, wanaita tanwini tamkini, lakini tunakuja kuona hii ayami ikuja katika sigha ya nakra. Hakuna siku yoyote ambayo kwamba unaijua. Ma min ayamin, hakuna siku yoyote ambayo kwamba unaijua. Al-amalu salih, tukaja kuona kuna alif na lam ya taarifu katika al-amalu was-salih na atiyat. Al-amalu salih, matendo mema, kwa maana ya kwamba ni matendo yenye kufahamika, mfano sala, mfano wa sadaka, mfano wa funga, mfano wa kusoma Qur'an, mfano wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume anatuambia hakuna siku yoyote ambayo kwamba matendo mema ndani ya masiku hayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Akatuambia kwamba yani ashra, ni haya masiku 10, ayyam al-ashr, haya masiku 10 ya mwanzo. Kwa muktadha maneno haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuja kuona ya kwamba hata yale masiku ya mwezi wa Ramadhani bado hayaingii katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo alipopata kuitekeleza ibada yake ya hija, ambayo kwamba ilikuwa ni moja tu katika umri wake wote mpaka anaondoka katika uhai wa dunia. Ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Baadhi yetu tunadhania kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala aya hii ndio ilikuwa ya mwisho kuiteremsha katika Al-Qur'an, lakini mafuhumu hayo ni mukhalaf. Mafuhumu haya sio sahihi, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka katika ibada hii ya hija aliishi, na pia kuna aya ambayo kwamba ilishuka, kauli yenye nguvu inasema ndio aya ya mwisho inayosema wattaqu yawma turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Makusudio ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, leo nimekutimilizieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, na nimewakamilishia neema yangu na nimeridhia kwenu nyinyi kwa Uislamu ndio dini ya sawa sawa. Tufahamia kwamba sheria zote zilikuwa zimeshateremka kuhusiana na swala, kuhusiana na shahada, kuhusiana na funga, kuhusiana na zaka. Ilikuwa limebakia jambo moja ili kamilishe zile nguzo za Uislamu, ambayo ilikuwa ni hija. Na baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitekeleza ibada hii ya hija, ndiyo ikashushwa aya hii ya kwamba sasa ile utaratibu wenu wa Uislamu umeshakamilika kwa zile nguzo tano. Ndipo ambapo tunakuja kuipata ibada ya hija, ndipo ambapo tunakuja kuipata uwezo umekuwa mtukufu na masiku haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio masiku ndio kwamba inapatikana ibada ya hija. Tunahitajika kufahamu. Tunaendelea, tunarudi katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, wakasema masahaba kumuuliza Bwana Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, kwa sababu Mtume ameshasema hakuna siku yoyote ambayo kwamba matendo mema katika siku hiyo yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya, yani ayyam al-ashr, yani masiku 10 haya ya mwezi wa Dhulhijja, tena katika 10 la mwanzo. Masahaba wakamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala jihad fi sabilillah, wala sio jihadi kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo bali imeshindwa na mtu ambaye atakayefanya matendo mema katika masiku haya. Jawabu la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba wala aljihad fi sabilillah, na hata kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bado haifuriki yule ambaye mwenye kufanya matendo mema katika masiku haya 10, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi, atakayetoka yeye kama yeye na akatoa mali zake, falam yarjim min dhalika bishai'in, kisha na kisirudi chochote katika hivyo, yani yeye alienda afe na zile mali zake zilizokuwa zisirudi, ndiye ambaye atamshinda aliyefanya matendo mema katika masiku haya 10. Tunaangalia utukufu wa masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Tunahitajika kufahamia kwamba tumeletewa masiku kama haya na Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa sababu sisi ndio tuwa bora zaidi, au kwa sababu sisi ndio tumekosea sana au tumefanya matendo mazuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ni huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Ndiyo maana tuletewa nyakati kama hizi, misimu hii muhimu kweli kweli, ambayo kwamba tunahitajika kuyatekeleza yale mema ili tuweze kuzipata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al azim washkuru ala ni'amihi yazidkum
ادعوا ربكم وأنتم أرجو الإجابة. الحمد لله الذي خلقنا وأوجدنا في هذا العالم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحباء في الله، أوصيكم مرة ثانية بتقواه سبحانه وتعالى. Ndugu zangu katika imani, naendelea kukuhusieni katika khutba yetu hii ya pili kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao kwamba watakaofaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapozungumzia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuupata ucha Mungu, ni pamoja na haya ambayo kwamba tunayokumbushana tutakapoyatekeleza ndipo ambapo tutaifikia daraja ya ucha Mungu. Ahibba billah, katika mwezi huu yanapatikana mambo mengi kweli kweli ambayo kwamba ndiyo ambayo yalionyesha utukufu wa masiku kama haya. Tutakuja kuipata siku moja ya Arafa, inapatikana katika masiku haya. Tutakuja kuona khabar au siyar ya Nabiyullahi Ibrahim ma Nabiyullahi Ismail alayhi assalam, ilikuja kupatikana katika siku hizi, lakini kulingana na wakati kuielezea inakuwa ni ngumu, itabidi tupite, kwa sababu ndio hatuna Ijumaa nyingine ya kuweza kukumbushana kuhusiana na jambo hili, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana katika masiku haya na kuwa matukufu kuna jambo la dhabh, kuna jambo la kuchinja. Ni katika mambo ambayo kwamba tunahitajika tuweze kuyatekeleza na tunahitajika kuambiana ili tuweze kupata zile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baadhi ya madhhab wanatuambia kwamba jambo la kuchinja ni sunnatu muakkada, lakini katika madhhab wanatuambia kuchinja ni wajibu. Ala kulli hali, ikiwa kwamba ni sunnatu muakkada au ikiwa ni wajibu, yote bado ina nguvu, kwa sababu ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa, imetiliwa nguvu zaidi, na yule ambaye ametuambia ni kwamba ni wajibu, tayari wote wako katika njia moja, ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu ni nini? Imesemwa katika siyar, sababu ya Nabii Ibrahim alayhi salam kuamrisha aweze kumchinja mtoto wake siku katika masiku, alitoa sadaka takarraba, alitoa, akatuambia kwamba alitoa mbuzi 1000 na akatoa ng'ombe 300 na akatoa ngamia 100 katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akawaambia kwamba si kitu chochote kile ambacho nilichokifanya, lau kama ningelikuwa na mtoto basi ningemchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini masiku yakatembea, masiku yakaondoka. Tunafahamia kwamba Nabii Ibrahim ni katika mitume ambao kwamba walipata watoto katika umri mkubwa. Masiku yale alipotembea, ndipo mpaka alipofikia hatua ya Mama Sara kumwambia mume wake
kwa sababu tunafahamu mwanzo walikuwa wale wajakazi, mabwana wao walikuwa wanaruhusiwa kuweza kuishi nao na kuwaingilia kwa sababu walikuwa wakiwamiliki. Kwa hiyo Mama Hajar ndiye ambaye kwamba alikuwa ni katika wale masuria. Kwa hiyo Nabii Ibrahim akaambiwa na mke wake Mama Sara ya kuwa kwamba atafute mtoto kupitia huyu mtu ambaye kwamba ni mfanyakazi wao. Lakini siku miongoni mwa siku zikaenda, ndipo ambapo Nabii Ibrahim akampata Ismail. Lakini alipompata Nabii Ismail tayari wakawa wenye kuhama, wakaenda Hijaz ambayo kwamba tunaifahamu kama Makka sasa hivi. Na kwa kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala akaondoka, akiwaacha na chochote kitu pale katika jangwa lile. Lakini Mama Hajar akawa anamuuliza, umetuacha na nini? Nabii Ibrahim akaona nikigeuka tukuangalia nitaona huruma, nitakuwa nimekiuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala, au umetuacha kwa kuwa ni amri ya Mola wako. Lakini ikiwa ndiye Allah subhanahu wa ta'ala ametaka hivyo, basi aweze katuacha katu, lazima tatupa nusra. Baada sasa ya Nabii Ibrahim kuondoka, akabakia Mama Hajar pamoja na mwana Ismail akiwa mtoto. Akapatwa na kiu, mtoto yule akaanza kulia. Baada ya kuanza kwake kulia, akawa anahangaika yule mama ni kitu gani atafanya kwa ajili ya kumsaidia mtoto wake. Ikabidi aanze kutembea sasa, kama tunaisikia Safa wal Marwa, kuna saa ya kukimbia pale. Yule mama alikuwa akitembea, akienda kusikia mwanae anavyolia kwa muda mrefu, anarudi tena, mpaka ilipofika mara ya 7 pale ambapo mtoto wake alikuwa akilia, akisigina miguu pale chini, akaona kama kijichemchem. Ndio tunakuja kupata asili ya maji ya Zamzam ambayo kwamba tunasikia. Ile chemchem ikabidi ikusanyie, kwa sababu nafahamu ni majangwa kuliko mchanga ni mwingi. Lakini hatupo huko, tunakuja kuiangalia asili ya kuchinja kwa sababu muda hauturuhusu. Nabii Ibrahim alayhi salam akapewa ruya na Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa ndoto na Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi ambavyo tunavyofahamu ya kuwa kwamba ndoto za manabii ndio wahyi na ni amri kutoka kwa Mola wao. Ni tofauti na sisi, tunaweza tukaota ndoto ikawa inatokana na sheitani kwa sababu sheitani anaweza katughul, lakini manabii walikuwa hawezi kuchezewa na mashaitani na ibilisi, laana Allah. Kwa ajili hiyo basi Nabii Ibrahim akapewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala ya kumchinja mwanaye. Pindi ambapo alipotaka kwenda kwa ajili ya kumchinja, akaenda kumwambia mama yake na Ismaili ya kwamba muandae mtoto wako kwa mavazi ambayo kwamba ni mazuri, ili tuweze kutembea kidogo. Fa inni dhahibu bihi ila dhiyafati, kwani mimi ni mwenye kutembea naye ili tuweze kwenda kwa ajili ya ugeni. Mama yake akamvisha, na baada ya kumvisha Bwana Ibrahim alayhi salam akachukua kamba pamoja na kisu. Alipochukua kamba pamoja na kisu, akaondoka naye mpaka karibu na sehemu moja inaitwa Mina, sehemu ambao wanakuwa wanachinjia. Baada ya kufika huko, kuna akwali ya kwamba wanasema baadhi yao wanazuoni aya hii anakuambia, ya bunayya, ewe mwanangu, hakika ya mimi nimeotea kwamba nakuchinja, anni adhbahuk fanzur madha tara, angalia unaonaje jambo hili. Kwa sababu walikuwa ni tayari mtoto ambaye ameshaandaliwa, hakuanza kubisha ya kwamba haiwezekani jambo kama hili.
alikuwa ni sami'na wa ata'na. Alimwambia fanya lile ambalo umeamrishwa na Mola wako. Lakini tunaambiwa hapa ndipo ambapo Ibilisi tangu ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna siku ambayo kwamba alikuwa na harakati kwelikweli na kushughulika kwa wingi kama ile siku, kwa sababu alikuwa anaona ya kwamba huyu mja anaenda kutekeleza katika jambo ambalo kwamba ni kubwa, atakuwa karibu na Mola wake. Wakati wa kuruhusu wa kufika mpaka mwisho. Jambo ni zuri la kuweza kuangalia na kusikiliza na kupata ibra ya kwamba tunahitajika kuchinja. Allah anasema inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Mufassirina wanatuambia fasalli rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, kisha na uchinje. Ni amri aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatuambia mufassirina ya kuwa kwamba ile fasalli li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako, ya kuwa kwamba ni hizi swala za Eid. Wanhar, na ufanye udhiya na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Lakini kuna kisa kinachoendelea kwa muda mrefu hapo mpaka kufikia Nabii Ibrahim anabadilishiwa ile jambo la kumchinja Nabii Ismail, akaletewa kondoo kutoka peponi. Alipoletewa kondoo kwa kubadilishiwa ile amri, tunaambiwa kwamba alikuwa akikata shingo lile, tayari ameshamlaza, lakini kisu akifanyi kazi. Kile kisu akipiga katika jiwe linakatika, lakini kwa shingo imekataa. Hapo ndio unakuja kuona ule uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jambo ambalo analolihitajia Allah linakuwa, na lile ambalo hajalihitajia haliwezi likawa katu. Ndipo tukaja kupata baadhi ya riwaya kwamba ndio tumepata asili ya takbirati ambayo kwamba tunazitoa katika swala zaidi, ambayo kwamba malaika Jibril alayhi salam wakati ambao wanamleta yule kondoo kwa spidi ya hali ya juu, anachana mbingu aliyekuwa anakuja, kwa sababu alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini unaruhusu mja wako aweze kumchinja mtoto wake? Allah akawaambia, mimi si mliniambia kwamba nataka kuunga kiumbe ambaye atakayefanya ufisadi katika ardhi? Na ya kwa nini mnamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumsabihi? Nahitajia mwenye kuona ya kwamba yule kiumbe mzungumzia anatekeleza yale ambayo ameamrishwa na Mola wake. Ndipo ambapo fakala Jibril ta'dhima lillahi ta'ala wa ta'ajjub, akasema malaika Jibril alayhi salam kumwambia Ibrahim alayhi salam, tena kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kustaajabu lile jambo ambalo kwamba lilikuwa likiendelea. Akasema Allahu akbar, Allahu akbar, akatoa takbira zile. Faqala Ibrahim alayhi salam, akasema Nabii Ibrahim radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, la ilaha illa Allah wallahu akbar. Hapo ndipo ambapo akajibu Nabii Ismail alayhi salam, akisindikiza zile takbira zilizotangulia katika wale mabwana wakubwa, akasema ya kwamba Allahu akbar walillahi alhamd. Malaika Jibril ameanza Allahu akbar, Allahu akbar, utukufu ni wa Allah, ukubwa ni wa Allah, ukubwa ni wa Allah. Na bwana Nabii Ibrahim alayhi salam naye akajibu Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu, ambaye kwamba ni mkubwa. Na bwana Nabii Ibrahim
ambaye kwamba baada ya kuyasema maneno haya akayajibu Nabii Ismail, radhi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, akaingia katika yale maneno yao waliyosema wale mabwana wakubwa. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na sifa zote njema ni za kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuja kuona ili jambo la kuchinja ni jambo ambalo kwamba ni adhimu, asili yake imetoka kwa bwana mkubwa huyu. Asili kubwa ya hija tumeipata kwa bwana mkubwa huyu. Tunakuja kuona haya masiku yamekuwa ni mabora kwa mambo mengi ambayo kwamba yametokea huko. Inabidi tunyakuwe kulingana na muda, lakini inahitajika ni darasa kabisa la kuweza kuzungumzia jambo hili. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bado masiku hayajaisha na iyaje ibada maalum ya kuitekeleza katika masiku haya, isipokuwa ibada yoyote, ikiwa ni funga, ikiwa ni kumtaja Allah, ikiwa ni kusoma Qur'ani, ikiwa swali sana, zidisho zile sura mbalimbali, qiyamul layl wa sunani rawatib, zidisha kufanya kheri katika masiku haya ili uweze kupata yale ambayo yanapatikana katika masiku haya. Ahibafillah, tufahamia kwamba tumeletewa misimu hii ili tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha mambo mengi, lakini miongoni mwayo ni pale aliposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا بالعصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.